Jumuiya ya ujasusi ya Marekani imetathmini na kubaini kuwa utawala wa Iran bado upo, lakini umeathirika kwa kiasi kikubwa kufuatia mashambulizi ya kijeshi yaliyolenga viongozi wake na miundombinu ya kijeshi. Mkurugenzi wa ujasusi wa taifa wa Marekani Tulsi Gabbard amewaambia wajumbe wa kamati ya ujasusi ya Senate Jumatano hii kuwa mashambulizi ya hivi karibuni yamepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Iran. Kauli hiyo inakuja baada ya viongozi kadhaa wakuu wa Iran akiwemo kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei kuuawa. Utawala unaonekana bado upo, lakini umeharibika kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulizi dhidi ya uongozi na uwezo wake wa kijeshi, amesema Gabbard wakati wa kikao hicho. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, ikiwa serikali hiyo itaendelea kuwepo, Iran huenda ikaanza juhudi za muda mrefu za kujenga upya nguvu zake za kijeshi, zikiwemo makombora na drone. Gabbard alieleza kuwa kabla operesheni za kijeshi za pamoja za Marekani na Israel zilizoanza mwishoni mwa Februari, Iran ilikuwa ikijaribu kurekebisha uharibifu mkubwa uliotokea kwenye miundombinu yake ya nyuklia wakati wa vita vya siku 12 vya mwaka uliopita. Aliongeza kuwa Tehran iliendelea kukataa kutii wajibu wake wa nyuklia, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu juhudi za ujenzi mpya. Hata hivyo, katika taarifa nyingine aliyowasilisha kwa kamati hiyo, Gabbard alisema mpango wa Iran wa urutubishaji wa nyuklia ulikuwa umeharibiwa kabisa kufuatia mashambulizi ya Marekani mwaka jana. Kutokana na Operation Midnight Hammer, mpango wa Iran wa urutubishaji wa nyuklia uliharibiwa kabisa. Hakuja kuwa na juhudi za kujenga upya, alisema. Tathmini hiyo inaonekana kupingana na kauli za hivi karibuni za Rais Donald Trump ambaye amedai kuwa Iran ilikuwa ikijaribu kufufua mpango wake wa nyuklia baada ya operesheni hiyo ya Juni 2025. Alipoulizwa kuhusu kwa nini hakutaja taarifa hiyo katika hotuba yake ya moja kwa moja, Gabbard alisema alilazimika kuacha baadhi ya sehemu za taarifa yake kutokana na ukomo wa muda. Aidha, Gabbard alionya kuwa uwezo wa kijeshi wa kawaida wa Iran umeharibiwa kwa kiasi kikubwa na kuiacha nchi hiyo na machaguo machache. Pia alitaja athari za vikwazo vya kiuchumi na kurejeshwa kwa vikwazo vya Ulaya ambavyo amesema vimedhoofisha sana nafasi ya kimkakati ya Iran. Jumuiya ya ujasusi pia inatarajia mvutano wa ndani nchini Iran kuongezeka kadri hali ya uchumi inavyozidi kudorora. Licha ya changamoto hizo, Gabbard alionya kuwa Iran bado ina uwezo wa kiteknolojia wa kuanza kutengeneza kombora la masafa marefu ICBM kabla ya mwaka 2035 ikiwa itaamua kufanya hivyo. Mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alisisitiza wasiwasi huo, akisema Iran inaendelea kupata uzoefu katika teknolojia za makombora kupitia programu yake ya kurusha vyombo angani. Alionya kuwa ikiwa haitazuiwa, Iran inaweza hatimaye kutengeneza makombora yanayoweza kufika nchini Marekani. The IC assesses the regime in Iran appears to be intact but largely degraded due to attacks on its leadership and military capabilities. Its conventional military power projection capabilities have largely been destroyed, leaving limited options. Iran's strategic position has been significantly degraded. The US-led maximum pressure campaign and snapback of European sanctions added additional pressure to an already bleak Iranian economy, resulting in mass protests earlier this year that Tehran suppressed by killing thousands of protesters. Even if the regime remains intact, the IC assesses that internal tensions are likely to increase as Iran's economy worsens. Even so, Iran and its proxies continue to attack US and allied interests in the Middle East. The IC assesses that if a hostile regime survives, it will likely seek to begin a years-long effort to rebuild its military, missiles, and UAV forces. Prior to Operation Epic Fury, the IC assesses Iran was trying to recover from the severe damage to its nuclear infrastructure sustained during the 12-day war and continued to refuse to comply with its nuclear obligations with the IAEA, refusing them access to key facilities.